Trump amesema Khamenei, mmoja wa watu waovu zaidi katika historia, amekufa. Trump anasema hakuweza kukwepa mifumo yetu ya kijasusi na ufuatiliaji wa hali ya juu, na kwa ushirikiano kwa karibu na Israeli hakukuwa na chochote ambacho yeye au viongozi wengine waliouawa pamoja naye wangeweza kufanya. Mwili wake umepatikana chini ya vifusi katika makazi yake nchini Irani kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israeli. Unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Jeshi la Israeli IDF limesema jana katika shambulio la awali dhidi ya Irani lilitumia ndege za kivita 200 kwa wakati mmoja kufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya uongozi wote wa juu wa Irani pamoja na vifurushio vya makombora yani roketi zaidi ya 500 magharibi mwa Irani vilivyokuwa tayari vimeandaliwa kurusha makombora kuelekea Israeli. Mashambulizi hayo yalisababisha hasara kubwa kwa Irani, kuanzia uongozi wake wa juu wa kitaifa na uwezo wake wa kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Irani kama ilivyokuwa mwaka jana katika vita ya siku 12. Shambulio hilo lililohusisha ndege za kivita zaidi ya 200 limeweka historia nyingine katika jeshi la Israeli kama shambulio kubwa zaidi kuwahi kutokea kwa wakati mmoja kuhusiana na chopa nyingi zaidi. Jeshi la anga la Israeli katika awamu hiyo ya kwanza lilitangaza rasmi kwamba limekamilisha kuharibu mifumo yote ya ulinzi wa anga ya Irani, na sasa operesheni kali itafuata kuangamiza pia maeneo yote ya kimkakati ya kijeshi, huku likiwaonya raia kukaa mbali na miundombinu ya kijeshi. Vyombo vya habari vya serikali nchini Irani vimethibitisha kuwa kiongozi wao mkuu wa nchi hiyo, Ayatollah Ali Khamenei, ameuawa katika ofisi yake kufuatia mashambulizi ya Israeli na Marekani dhidi ya Irani. Hayo yanajiri kufuatia ripoti za awali za kifo chake zilizotolewa na maafisa wa Marekani na Israeli, na sasa vyombo vya habari vya BBC, Reuters na Times nao vimeripoti habari hiyo, huku vikieleza kuwa Khamenei alikuwa katika ofisi yake iliyokuwa kwenye makazi yake akiendelea na kazi za kawaida. Vyombo hivyo vimeenda mbali zaidi vikidai kuwa taarifa zilizokuwa zikienezwa kuwa Khamenei amejificha sio za kweli, bali ilikuwa ni mbinu ya kivita ya kumpoteza adui Marekani na Israeli. Rais wa Marekani Donald Trump usiku wa kuamkia leo ametangaza kifo cha kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei kilichotokea baada ya shambulio la Israeli mapema jana katika makazi yake. Shambulio hilo liliratibiwa na Israeli kwa ushirikiano wa Marekani, lililenga pia makamanda wakuu wa Irani akiwemo waziri wa ulinzi na kamanda wa vikosi vya mapinduzi IRGC. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye kurasa zake rasmi, Trump amesema Khamenei, mmoja wa watu waovu zaidi katika historia, amekufa. Hii sio tu haki kwa watu wa Irani, bali pia kwa Wamarekani wakubwa na watu kutoka mataifa mengi duniani ambao wameuawa au kujeruhiwa na Khamenei na kundi lake la wahalifu wenye kiu ya damu. Trump anasema hakuweza kukwepa mifumo yetu ya kijasusi na ufuatiliaji wa hali ya juu, na kwa ushirikiano kwa karibu na Israeli hakukuwa na chochote ambacho yeye au viongozi wengine waliouawa pamoja naye wangeweza kufanya. Ripoti za awali zinasema mwili wake umepatikana chini ya vifusi katika makazi yake nchini Irani kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israeli. Kwa mjibu wa maafisa wa Israeli, Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu wameonyesha picha ya mwili wake. Kituo cha televisheni cha Irani Channel 12 kiliripoti kuwa picha hiyo iliwasilishwa kwa viongozi hao wawili. Aidha, shirika la utangazaji la umma la Israeli Kan liliripoti kuwa
maafisa wakuu wa Israeli walioarifiwa kuhusu kuuawa kwa Khamenei na kwamba mwili wake umetolewa katika vifusi vya makazi yake. Televisheni ya taifa ya Iran imethibitisha kifo cha Khamenei na kutangaza siku 40 za maombolezo. Vyombo vya habari mbalimbali duniani vimeripoti habari hii, wakiwemo Al Jazeera, BBC, CNN, Tasnim-News, Fast News, France 24 na Reuters. Vyote vimeweza kutangaza juu ya kifo hicho cha Khamenei. Vyombo hivyo vimeenda mbali zaidi, wakidai kuwa taarifa zilizokuwa zikienezwa kuwa Khamenei amejificha sio za kweli, bali ilikuwa ni mbinu ya kivita ya kumpoteza adui wa Marekani na Israeli. Wakati huo huo, jeshi la Marekani IDF limesema jana katika shambulio la awali, shambulio hilo lililohusisha ndege zaidi ya 200 limeweka historia nyingine katika jeshi la Israeli kama shambulio kubwa zaidi la wakati mmoja kuhusisha chopa nyingi zaidi. Jeshi la anga la Israeli katika awamu hiyo ya kwanza limetangaza rasmi kwamba limekamilisha na kuharibu mifumo yote ya ulinzi wa anga ya Iran, na sasa operesheni kali itafuata kuangamiza maeneo yote ya kimkakati ya kijeshi, huku likiwaonya raia kukaa mbali na miundombinu ya kijeshi. Donald Trump akisema Khamenei, kiongozi huyo wa Iran, ni moja kati ya watu waovu zaidi katika historia. Amekufa. Hii sio tu haki kwa watu wa Iran, bali pia kwa Waamerika wakuu wote na watu kutoka nchi nyingi zaidi duniani kote ambao wameuawa na kulemazwa na Khamenei na genge lake la wahuni. Hii ndio fursa kubwa zaidi kwa watu wa Iran kurejesha nchi yao. Tunasikia kwamba wengi wa IRGC yao, jeshi la vikosi vingine vya usalama na polisi, hawataki tena kupigana na wanatafuta kinga kutoka kwetu, kama nilivyosema jana usiku. Mchakato huu unapaswa kuanza hivi karibuni, kwa sababu si tu kifo cha Khamenei, bali pia nchi imekuwa ndani ya siku moja tu imeharibiwa sana na hata kufutwa kabisa. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Rais Donald Trump, rais wa Marekani, ambaye aliweza kutangaza usiku wa kuamkia leo kuhusiana na kifo cha kiongozi huyo Ayatollah Khamenei ambaye ameuawa na majeshi ya Marekani pamoja na Israeli. Lakini pia mtazamaji, na unao nafasi, unaweza kudondosha komenti yako hapo chini kuhusiana na tukio hilo la kiongozi huyo Ayatollah Khamenei, ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran, ambaye ameuawa katika mashambulizi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Nami sina la ziada. Komenti yako hapo chini ni muhimu sana mtazamaji.